Jahazi TV. Nikiwa katika ufuo wa bahari wa hapa Coco Beach jijini Dar es Salaam, ambapo mawimbi ya bahari yanagonga katika pwani na watu mbalimbali wakiwa wanaendelea na shughuli za burudani. Mimi ni Zaitun James Sigala, hii ni Ana kwa Ana. Leo nitakukutanisha na kijana anayefahamika kwa jina la Beach Boy Spider. Kijana huyu yeye ameweza kufanya fursa ya ajira kwa kuuza nguo na kukodisha maboya kwa ajili ya wale ambao wamekuja kwa ajili ya kuburudika, ikiwemo kuogelea. Hapa nitakukutanisha naye kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali kuhusiana na biashara yake. Habari? Salama, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Uko poa? Niko poa, karibu mama. Asante. Twende ukatukaribisha katika biashara yako. Haya, kama nilivyokujuza mtazamaji wa Jahazi TV kwamba leo tutakuwa na Beach Boy Spider, ambapo hapa tutaweza kukutana na fursa mbalimbali ambazo yeye anazitoa kwa watu ambao wanahudhuria katika maeneo haya ya Coco Beach kwa ajili ya burudani, hususan ni kuogelea. Kama nilivyokuwa kutambulisha hapo mwanzo, amenikaribisha akiwa kama mwenyeji wangu. Hapa tutaweza kupiga story mbili tatu, hususan kuhusiana na haya masuala ya kukodisha nguo, lakini vitu pia mbalimbali ambavyo vinapatikana katika ufukwe kama vile maboya haya kama hili unaliona kwa ajili ya kukodi, unaenda unaogelea, lakini pia kuna bidhaa mbalimbali ambazo anazo za kuweka majumbani na mapambo ama sehemu mbalimbali. Absolutely. Kwa uchache ama kwa kwanza ambavyo watu tunaweza kufahamu Beach Boy, ili wazo lilipata wapi? Kwa kweli wazo lilianzia pale nilipotoka kusomea diving, wakani address kwenye kikosi cha uokoaji, utunzaji mazingira na usalama Coco Beach. Kwa hiyo unamaanisha kwamba wewe ulianza hapa kama katika kazi ya kikosi na uokoaji? Kama sijafika hapa, kwanza nilianzia certificate ya diving pale jengo la Usimen Posta juu Kabara na Kilimanjaro Hotel. Nikasoma kozi ya diving. Nilipopata certificate wakani address kikosi cha uokoaji, utunzaji mazingira na usalama Coco Beach. Once nimefika Coco Beach, nikavutiwa na biashara za kikosi cha uokoaji ambazo zimeegemea kwenye utalii. Kwa nilianza kazi zangu za diving nikiambatana na kazi za uokoaji, nikajikuta pia napendezwa na vitu vingi. Huduma kubwa tuliokuwa nayo ni uhifadhi wa vitu, ukodishaji wa nguo kana kwamba hujabeba nguo, floaters, maboya ya kuogelea ambayo ni insurance ya maisha yako kwenye maji, maana kinacholea kwenye maji huwa kinasukumwa nje. Na pia huduma za lifeguard, kwa sababu tuna certificate ya lifeguard na reserve kutoka kikosi cha uokoaji ndani ya bodi ya utalii na Tanzania Lifeguard. Na labda niseme pia biashara yangu ikatanuka zaidi kuegemea kwenye shows, kwa sababu bahari pia ina vitu vyake. Wakati unaelezea hapo, ulisema wakati unakuja kabisa na kwanza ulianza kama wale watu wa uokoaji. Hai, uliona gap gani hasa ukaona upitie katika ile hotuba na kuanza hizo biashara za kukodisha nguo? Strategically, kwa sababu ukiangalia biashara yenyewe imeegemea kwenye utalii. Kwa ikanilazimu pia bahari na vitu vyake ni vimeoana. Kwa ikanilazimu lazima pia ni deal na vitu za bahari ili niwe competent enough na markets. Wakati unakuja huku ilikuwa ni mwaka gani na lini hasa ulianza? Ilikuwa 2011 kama sikosei. Ilikuwa bado hata beach yenyewe ni kichaka, maendeleo hakuna, watu walionekana kama wauni, lakini kulikuwa na taasisi changa ambayo serikali wanaiangalia, ambayo ni kikosi cha uokoaji, utunzaji mazingira na usalama. Kwa kuanzia 2011 mpaka sasa 2026, takriban miaka 10 na hapo. Of course. Kumbe ni mkongwe zaidi kwenye hizi kazi. Tunaongea na mtu ambaye ana experience. Na ni mwanachama hai ndani ya kikosi cha uokoaji. Haya, wazo la kukodisha hivi vitu ambavyo uko navyo lilianzia wapi, na yani lilianza kwa mfumo gani na ulianzaje katika hii biashara, kwa yule ambaye pia anaweza labda akahitaji kuanzisha biashara yoyote katika maeneo haya akahofia? Kwa upande wako ulianzaje? Well, yani honestly ni kwamba sikuwa na wazo kuanzisha biashara kama hili, lakini ni biashara ambayo nilikuta ndani ya chama. Ni biashara ambayo biashara zao ndani ya chama nilichokuta ni uhifadhi wa vitu, ukodishaji wa nguo, maboya ya kuogelea, uuzaji wa shows, huduma ya lifeguard, floaters na kufanya excursion ndani ya visiwa, kwa mfano Nungu Swimming with Dolphin. Kwa hiyo nilikuta wana system tayari, lakini ile chachu ya zile kazi na ukuaji wa hivyo vitu ulikuwa bado ni una matege hafifu yani. Kwa zaidi mimi nilichoweza kufanya, labda kwa sababu nilivutiwa sana, nilichoweza kufanya ni labda kujaribu kukua na hivyo vitu. Kwa katika hizi bidhaa zote ambazo uko nazo, kuna maboya, kuna nguo hizi ambazo unakodisha, kuna vile vitu ambavyo shells ambazo unaziokota kutoka katika fuko ya bahari. Bidhaa gani ambayo inatembea zaidi kuliko nyingine? Bidhaa ambayo inatembea zaidi kuliko nyingine, labda tuseme kwanza kuna bidhaa ambazo zinateleza pamoja. Lakini mostly bidhaa kubwa sana ni uhifadhi wa vitu. Watu wanakuja, mwingine
hahitaji hiyo floater ili boya la kuogelea. Lakini pia hahitaji nguo kabeba. Vile vile hayuko interested na shows labda zijui, lakini ana wasiwasi na mali zake ndani ya fukwe. Kwa hiyo ananifikia, anapata kuhifadhi vitu. Ni huduma ambayo huanga mpaka boksi linajaa, ili inanifanya niwe na boksi kubwa zaidi. Ili ambalo tunaliona hapa hiki nyuma hii, kwa sababu hiki chumba cha kubadilishia, kinachofuata ni chumba cha uhifadhiji wa vitu. Aha, kumbe katika huduma ambazo nilikuwa nazifahamu kutokea hapa nilijua ni tatu. Kumbe ipo pia kwa yule ambaye atakuja anahitaji usalama wa vitu vyake. Absolutely. Yani labda niseme tu, yani huduma ni uhifadhiji wa vitu, ukodishaji wa nguo kana kwamba hujabeba, maboya kuogelea ambayo ni insurance ya maisha yako, na huduma ya lifeguard when necessary. Na katika hivyo vitu ambavyo umevitaja, wateja wako ni wa aina gani zaidi kwa mazingira ya kazi? Kwa kweli wateja wangu mimi labda niseme ni mchanganyiko na madaraja yote tofauti, kwa sababu atakuja mzungu, atakuja Mswahili, atakuja Mnyarwanda, atakuja Mozambiki, atakuja Mburundi, atakuja Italiano. Yani ni kila anahudumia. Kumbuka ni tumekaa kwenye utalii, biashara yenyewe imeegemea utalii. Coco Beach ni moja kati ya beach ambayo ipo residential area na ipo mid of the town. Kwa hiyo inafanya watu wengi tofauti ushirike nao kila siku ya Mungu, kwa makabila, kwa utaifa tofauti. Haya, wakati tunazitaja hizi biashara tunazijumuisha, tunaweza tukaielezea sasa moja, mfano tukianza na hizi za nguo. Kwa upande wa nguo hali ikoje? Wateja wapo aina gani na changamoto? Lakini pia kwa upande wa fursa, tukianza na nguo kwanza. Nguo labda niseme nguo ni market kubwa sana. Nguo nauza na kukodisha, lakini biashara ya ukodishaji wa nguo ni kubwa kuliko biashara ya uzaji wa nguo ndani ya fukwe, kutokana na mfumo wa biashara yetu. Umesema ukodishaji ni mkubwa kuliko kuuza? Ukodishaji ni mkubwa, ukodishaji ni faida, maana ukiuza itakulazimu tena yule mtaji usipoteze ukanunua utumie faida ndogo. Lakini kukodisha, unachokodisha ni kipo, kinaweza kutoka mara 3 kwa siku, kwa mwaka hiyo nguo moja unaweza kununua hata pikipiki. Nguo moja wakati unapoikodisha inaweza kazalisha pesa ya pikipiki. Kwa mwaka kwa siku inakodishwa mara 3, 2,000 mara moja, kwa mara 3 ni 6,000. Paia 6,000 hapo kwa wiki na siku 7. Siku na siku 7 inakuwa kama 42,000. Yeah, of course. Kwa hiyo paia naweza nikanunua hata pikipiki eti. Kwa ukodishaji umekabie. Na tukirudi katika changamoto pia, hiyo ni faida, kwa sababu tunajua wakati hapa unakodisha hakutakuwa na ule ulinzi wa kusema unanipa lazima nitairudisha. Inakuwa ni changamoto. Unaweza ukanipa kwa wale ambao wanaondoka nazo. Kwa kweli nimekuwa pia nikipoteza nguo mara kwa mara, lakini nimekuwa siangalii huo upotezaji wa nguo, kwa sababu nimeona pia ni chachu watu kupendezwa na hizo nguo, ambao baada ya kuvaa kwenda kuogelea akapiga picha akaipenda, labda salio lake limeshuka, akaamua atafute namna ya kuweza kuondoka nayo, lakini huyo anaondoka nayo Jumapili ijao ndo analeta wengine tena, watu wanaenda kupendezwa na ile nguo aliyofika nayo mtaani. Kwao ni changamoto, lakini pia ni chachu ya biashara yenyewe. Kwa hiyo katika biashara yako changamoto inakupa toba la kukupa fursa. Ile changamoto inatengenezea fursa nyingine tena, kwa sababu nikiangalia sipungukiwi. Alichoniachia tena kwanza, huwa na tabia kila Jumapili kukata robota. Kwa nini? Kwa sababu naamini wateja waliopita Jumapili iliyopita wamependezwa na nguo nyingi, wamepiga picha. Kwa hiyo akija tena natamani avae nguo nyingine, apige picha tena akiwa anaogelea. Kwa hiyo mimi nimekuwa kila Jumapili na mimi naingiza robota moja, ili wale wateja wangu wanaofika waweze kupendezwa na nguo tena, kuvaa nyingine, akaogelea na kupata picha tena zingine. Haya, kwenye nguo hapo iko hivyo, lakini katika upande wa kuzihakikisha zinakuwa katika hali ya usalama, kwa sababu kila mtu anayekuja hapa kuvaa anakuwa na mwili wake, matatizo yake pia binafsi. Na wewe kwa siku unaweza ukasema unakodisha nguo moja hata mara 3 kulingana na zile ambazo zinapendwa. Hali inakuwaje sasa mtu akishaivaa akimaliza akaondoka akaja tena mwingine? Tunahakikishaje usalama wa afya ya ngozi na vitu vingine kwa wao ambao wanakodi hizo nguo? Kwa kweli nguo pia zinanipa mazoezi, labda niseme tu, kwa sababu inapotoka kwenye maji inabidi ifuliwe. Kama mnavyojua Coco Beach maji pia ni gharama, sabuni pia ni gharama. Dumu moja ni 2,000, sabuni ni 2,000. Kwa hiyo nguo ikitoka inafuliwa, inawekwa tena pale. Sawa. Na tukirudi katika upande wa maboya, hapa huduma ipoje na changamoto zipoje, ikiwemo na fursa pia? Upande wa maboya changamoto yake naona ni kubwa sana, kwa sababu kuna upoteaji wa maboya kati ya sisi na sisi. Kikosi cha uokoaji bado pia tumekuwa, yani kwa sababu hamna biashara inakosa challenge kabisa. Kwa hiyo imekuwa maboya imekuwa ni kitu ambacho sisi wenyewe, unakuta mtu labda ana maboya yako akayaficha kwamba atayatumia Jumapili
Kwa wiki nzima wewe utayakosa yale ambayo matatu manne ulioyakodisha ya kurudi, ila ndugu yako mwingine amehifadhi somewhere, anataka Jumapili afanye kazi afu Jumatatu wewe ndio uyachukue. Kwa hiyo vifaa hivi vimekuwa vikipotea na kuonekana kwa msimu. Kwa hiyo hivi ni vifaa muhimu, lakini vifaa ambavyo kwenye biashara yetu sisi wenyewe, kata sisi wenyewe wafanyabiashara tumekuwa tukipeana changamoto kwa upoteaji wa vifaa ndani ya wiki, mwezi au mwaka, ukaja kuviona mwaka unaofuata. Haya, kwa upande wa wateja Manizo, umeelezea changamoto za nyewe wahusika wenyewe. Kwa sisi wateja ambao tunakuja, mfano mimi hapa sijui kutumia hili boya, nikaja labda nitahitaji na mimi nirekodi, niogelee, ni enjoy, lakini katika kuhakikisha sasa usalama wangu huwa napewa na mtu wa kwenda naye, ama nitapewa na uangalizi wa aina gani, hususan katika swala la usalama na bahari? Kwanza mama, anapendezwa na maswali yako sana, kwa sababu ni moja kati ya maswali ambayo niko nasubiria ili elimu iweze kuwafikia wale ambao hawafahamu. Maana pia wengi wanakuja hawana ufahamu na hilo swala, wengine wakiwa wanahofia na vitu ambavyo havipo, wakisikia kama rumors. Mimi naomba niongee hili swala vizuri zaidi. Kwa kweli utumiaji wa maboya ya kuogelea ni kitu ambacho tunakuwa tunatoa elimu kwanza, kwa sababu mtu anakuja anakwambia nikilivaa hili nitapelekwa kule, hana ufahamu na watu wanahofia Lakini ukweli ni kwamba kinachoelea kwenye maji huwa kinasukumwa nje. Kwa hiyo uwaga tunatoa elimu kwanza, tunahamasisha wengi wanaotumia bahari wavae surfet ambayo ni maboya ya kuogelea, kwa sababu bahari ni nzuri, moja activities nzuri sana, lakini pia ni riski kubwa. Riski yake inakuja kama ukiwa unaogelea utumie zile surfet. Kama hapa tuna maboya ya kuogelea, tuna life jackets, vifaa ambavyo tunakuwa tunawashawishi watu kutumia. Ni sawa hii ni sasa na insurance ya maisha kwenye maji. Maana ukivaa unaelea, kinachoelea kwenye maji kinatolewa nje, kwa hiyo unakuwa comfortably. Unaanza sasa kuwa confidential, unaanza kujifunza kupiga kasia, kusogea mbele, mchezo wa bahari unakuwa mzuri. Kwa hiyo kumbe unaweza nikajifundisha kuogelea kwa kutumia hili boya? Labda niseme hili boya linasaidia pia sehemu kubwa sana, kwa sababu tunajua density sasa na mass over volume. Kwa hiyo mass uliokuwa nayo mwanadamu na ile volume ya mwili ya yale maji, kuelea wewe ni lazima. Lakini kwa nini unazama? Ni ripoti ya medula ina report kwamba wewe huwezi kuelea, spina kuja chukua taarifa kutengeneza uzito. Kwa hiyo ninachotaka kuongea ni kwamba hivi vifaa vinasaidia kubadilisha shape ya medula, kutoka kuripoti kwamba kutokuelea mpaka kuripoti unaelea. Kwa hiyo ukitumia vifaa ndani ya mwezi unajikuta unakuwa samaki, unapiga misele mwenyewe. Kwa hiyo mtazamaji wa Jahazi TV ambaye unahofia ama hujui kwamba utaweza kuogelea, unaweza ukaja hapa Coco Beach jijini Dar es Salaam ukatumia kifaa hiki kama boya, kama alivyoelezea hapa mtaalamu zaidi wa masuala haya. Unaweza ukawa muogeleaji mzuri kwa mwezi huu mmoja ukitumia kifaa hiki, ukiwa pia na uongozo kutoka kwa muhusika zaidi wa masuala ya uogeleaji. Hai, na katika upande wa changamoto nyingine ambayo inatokea katika haya maboya kwa wale ambao wanakuja. Samahani kidogo madam, kwanza sikuongezea kitu ambacho ni cha muhimu sana. Pale kwenye swala hili la lifeguard, huduma ya kumsimamia mtu alikuwa na wasiwasi zaidi, kwa sababu bahari si kila mtu ameona bahari. Mwingine kukua kwake mpaka uzee wake aje kuona bahari ndio anakutana nayo hiyo bahari. Kweli? Anaona kama ni kiumbe ambacho kinatisha, lakini kumbe bahari ni rafiki. Sasa huu usimamizi kwenye bahari si kwamba randomly mtu unafuata tu beach boy eti anakupeleka kwenye maji. Ni huduma jamani. Ni huduma ambayo iko charging. Dakika 15 ni 30,000. Sawa, dakika 15 ni 30,000. Nusu saa ni 60,000. Masaa mawili nafika mpaka 200,000. Huduma ya lifeguard kunitoa mimi kwenye ofisi yangu kwenda kusimamia wewe kwenye maji kwa muda ambao tumekubaliana kutumia. Shukrani. Kwa hilo wale ambao walikuwa hawajafahamu vizuri, ameweza pia kutoa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Changamoto kwa haya sasa, kwa kule je, kutokea changamoto yoyote, labda imeenda mtu kaelekezwa likapasuka ikafanyaje, huwa gharama analipishwa huyo mtu ama usalama wake kwanza then mengine anaendelea? Hapana, mtu hawezi kulipishwa kwa sababu tunachoangalia ni usalama wake. Afu chengine good enough ni kwamba hii floater hamna samaki wa kuitoboa zaidi ya sea urchins pale maji yanapokuwa madogo, na si kwamba sea urchins anatoboa anatengeneza slow puncher. Alafu nikwambie pia, so far so good, ili floater ni kwamba hapa lina pressure, lakini hata likiwa limeslip bado linakufanya we uelee kwenye maji. Ni chombo ambacho kilipitishwa na Navy, kilifanywa majaribio, kaona ni chombo cha uokoaji. Kwa hiyo hii pressure ni kama unavyojua tabia ya mwanadamu, ukimwambia vivi aamini, mpaka umchanje ndio anaamini. Kwa hiyo tunajaza upepo mwingi ili ajue kwamba ni uhakika, lakini hata likiwa halina unaelea tajiri. Hiyo ni kwa ajili ya usalama wale ambao wanahofia. Ni insurance ya maisha yako kwenye maji. Hai, tukihamia katika aina nyingine ya bidhaa ambayo inapatikana kutokea hapa Coco Beach, ambapo hawa wahifadhi lakini pia wanaosaidia na kuongoza watalii wanaokuja kwa ajili ya kuburudika na kuenjoy, kujifunza. Hapa kuna vitu vingine ambavyo ni hivi, nimevikuta pia kutoka kwa Beach Boy Spider. Kutoka kwa Beach Boy Spider. Anaweza pia akatuelezea kwa uchache hivi vitu wanavipata wapi, na je, katika kutunza mali asili hakuna
mkwaro, bugdha ama aina yoyote ile ya changamoto ambayo inatokea kwao, na nyie mnauza kwa mfumo gani? Hapo kwanza, kwa kweli biashara ya shows kwanza ni biashara kubwa sana, na nashukuru Mungu leo imeweza kuzungumziwa, kwa sababu kuna vitu vingine tulikuwa tunatamani vifike kwa serikali, tulikuwa tunashindwa kuvifikisha. Kwanza biashara ya shows awali ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa paka vitu vinasafirishwa, serikali wakaja kuzuia hivi vitu visitoke nje ya nchi. Changamoto ambayo tumeipata baadaye vitu kwamba viruhusiwi kupanda ndege kusafiri, wale wateja wetu ambao walikuwa ni wateja wanatufanya iweze kutukimpia maisha yetu, wamekuwa wanashindwa kuvinunua vitu. Kwa mfano Jeta zimekuwa zisafiri, lakini Kululu inaweza kuondoka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilikuwa ni muhimu kutoka vinatupa income kwa siku, vimekuwa vitoki, sasa wanachukua vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo hapo ningeomba rai kwa serikali watufikirie si wauzaji wa shells, kuweza kuzifungulia shells nao zikavuka mipaka na biashara yetu ikawa nzuri zaidi, maana wale wateja wa Italiano na nchi za Scandinavia wamekuwa sawa wagumu, wanavihitaji lakini wagumu, kwa sababu akinunua vinakaa hotelini, hawezi kusafiri navyo, ila mwenzake akija ndo anaweza akamwachia. Lakini bado shells ni uhitaji mkubwa sana, kama unavyoona ni vitu vinapendeza hata kwa macho, lakini haishi tu hapo, bali ni vitu vyenye nguvu. Sawa. Na hivi pia nyewe huwa mnavipata wapi? Havina limit ya kuchukua, labda ni mali ya serikali kama vile mali asili hivi, katika upatikanaji wake upoje? Lakini pia mmiliki halali anakuwa ni nani? Upatikanaji wake pia sio mrahisi, kwa sababu inatulazimu tukadive kwenda kutafuta shells. Lakini pia upande wa mali asili katika vitu wanacho monitor kwenye hizi shells ni bunda chui. Bunda chui ni mali ya mali asili, hata wakikuta hapo watakuchaji au wataichukua kuondoka nayo. Bunda chui, bahati mbaya hapa tu bunda chui siko nayo, nilishafanya nayo biashara. Bunda chui zinatokea sana Mafia. Kwa hiyo kwa hizi nyingine huwa mnaenda baharini kuzitafuta? Hata bunda chui pia anapatikana baharini, lakini anatokea Mafia. Na katika kuuza, mgawanyiko wa bei unakuwaje kwa yule ambaye atahitaji kuja kuchukua, lakini pia changamoto zake na faida zake kwa hizi uuzaji wa shells, hizi bidhaa za shells? Thamani yake na ushikaji wa thamani yake unatokana na iko kipindi, iko kitu utokaji wake, kwa sababu kuna vitu vingine vinatoka kwa mwaka kwa siku, kuna vitu vingine vinatoka mara 2 au mara 3, kina kitu chengine kinatoka labda mara 4 au mara 10 au kinatoka several times. Kwa hiyo thamani yake inatokana na upatikanaji wa kile kitu kwa mwaka, kinatoka mara ngapi. Kwa hiyo kadri ambavyo kinatoka mara nyingi ndivyo ambavyo faida inarudi mara nyingi. Kikiwa kinapatikana mara nyingi ndani ya mwaka, thamani yake inakuwa ndogo. Kwa sababu uhitaji unakuwa ni mdogo, alafu bidhaa ni nyingi. Demand inaweza kawa kubwa, lakini upatikanaji wa bidhaa kwa rahisi. Hapa inahusikanaje? Yaani kwamba kwa mfano Kululu zinapatikana mara nyingi zaidi. Bei yake imekuwa affordable, very familiar. Lakini ukichukua bunda chui amekuwa issue kumpata na anatoka mara chache kwa mwaka, na bado inabidi umtolee Mafia. Ina maana tunakuwa sinakuwa na connection yetu kwenye upande wa shells na wavuvi. Kwa hiyo bunda chui anauzwa mpaka milioni 1 kwa sababu ya ugumu wa upatikanaji wake, kwa sababu kuna mtu anatoka Brazil, Indian Ocean haitoi bunda chui, inamlazimu aje Mafia au Dar es Salaam kupata bunda chui aondoke nayo Brazil. Na nimekuwa na customers hao wengi sana from Brazil kuja kuchukua bunda chui kurudi tena Brazil. Kwa huduma ya nguo na hivi vingine, hapo huwa unapatikana kuanza saa ngapi mpaka mida ya saa ngapi? Kwa sababu kuna watu mbalimbali, wengine wanaopenda kuja asubuhi, wengine mchana, wengine usiku, lakini kwa nyakati hizi zote unapatikana hapa pia? Mimi nipo masaa 24 jamani, naomba niwaambie Benvenuto Coco Beach, Beach Boy Spider, niko masaa 24 ofisini kwangu. Kuna wale watu wengine wanajiuliza hairuhusiwi kuogelea usiku, lakini labda niwaambie Coco Beach tuna vibe usiku, lakini sio kwa namba kubwa ya watu. Filimbi ambazo zinakuwa zinapigwa Jumapili ni tunaamini kwamba watu ambao tunawatoa ile population kubwa ya watu ikitoka haiwezi kurudi kama ile. Itarudi watu wachache ambao unaweza ukawapa huduma na lifeguard wakaogelea vizuri, kwa sababu pia jamani, usiku uogeleaji wa maji usiku pia unafana vizuri. Bahari ni kioo, unakijua kinakuwa transparent ya. Kwa hiyo ni utalii mwingine kwa usiku kwenye bahari, mji Dar es Salaam inavyoweza kuiona ukiwa baharini ilivyokuwa reflected. Na maji ni ya moto, msisahau. Kwa nyakati ya usiku? Maji yanazidi kuwa ya moto. Kwa hiyo sasa hizi maji yanaweza kana ubaridi ama ya uvuguvugu? Maji sasa hivi ya uvuguvugu, lakini joto linaongezeka ikiwa usiku. Yaani Mungu aitwe Mungu, ni namna ya pekee kabisa. Kumbe kuna haja zaidi ya kuja kutembelea nyakati za usiku maeneo kama haya. Hakika ni fulani nyingine kabisa, ni utalii, jicho lina insight tofauti kabisa usiku. Haya, tukijumuisha hizi biashara zote ambazo uko nazo, kwa upande wa mtaji mlianzaje? Wapo wengine ambao wanahitaji?
Kweli labda niseme upande wa mtaji kwangu haikuwa shida kabisa, kwa sababu nilikuwa nimepokelewa ndani ya kikosi cha uokoaji, utunzaji mazingira na usalama, na ndio biashara zao. Kwa kwangu mtaji ulikuwa ni kupitia chama changu. Mtaji haukuwa shida. Mlisaidiana kama crew? No, ndani ya chama wanakufinance kufanya biashara za chama. Hivyo mtaji ambao unakupa kuna kiasi chochote ambacho inabidi urudishe ama kinakuwa tu cha kwako mwenyewe? Tunasema tuna madigala. Yaani tuna watu ambao walianzisha hizo biashara. Sawa Kwa watu wanakuwa wana vijana wao ambao kila mtu anampokea mtu wake ambao anapokelewa na kikosi cha uokoaji. Kwa hao watu unakuwa unashare nao asilimia kadhaa ndani ya ofisi yako wewe. Vyote ambavyo umeelezea, faida zikiwemo kubwa kwenye masoko, changamoto ipoje katika hizi biashara zote, hususan katika hali ya ufukwe? Mazingira haya yanakuathiri au kuna changamoto gani nyingine ambayo ni kubwa ambayo umekumbana nayo ukiwa katika biashara zako? Changamoto kubwa sana ni changamoto kwa watu ambao hawahitaji kutumia vifaa vya kwenye maji, kwa mfano maboya ya kuogelea, wakidai kwamba wao samaki, bila kujua mabadiliko ya maji na tabia za maji, kwa sababu maji hayafanani. Kuna maji mafu, kuna bamvua jamani. Kwa hii inaniletea changamoto kubwa sana kwamba kuwa monitor watu wasiokuwa na maboya kwa ajili ya kutoa msaada, kwa sababu mbali na kufanya biashara pia kikosi cha uokoaji kinanilazimu kuangalia usalama wa watu kwenye maji. Kwa hiyo wale wasiotaka kutumia maboya wananipa changamoto sana kwa siku hadi siku. Ulishawahi kutana na changamoto gani tangu uanze ukasema hii sitoisahau tangu niwasili hapa Coco Beach mwaka 2011 katika hizi shughuli zako? Changamoto kubwa sana kwangu bado ni changamoto kwa watu wasiotumia maboya, kwa sababu kuna changamoto moja, walikuwa ni watoto watatu wa Kipemba wakidai kwamba wao samaki hataki kutumia maboya. Maji yalikuwa yametoka, wakawa wanaogelea, muda ambao maji yanaingia, maji yalibadilika kama unavyojua mvua. Yaani mawimbi yalikuwa ni makali. Sasa tunashtuka tayari watoto wanataka msaada, wako juu kule na maji ni makali. Mvua labda nikwambie ni maji ambayo sijui yanatafsirika vipi, ni kama Mungu aliweka ukuta. Kwa hiyo kuwafikia wale vijana ikawa ni changamoto. Muda ambao tumewafikia tukafanikiwa kutoka na wawili wakiwa hai, mmoja akiwa amefariki kwa sababu ya maji yenyewe. Hao ni watu ambao wagumu kutumia maboya, wanadai kwamba wao samaki. Kwa hiyo bado ni changamoto kubwa sana kwetu kuweza kuwafikishia. Asante Mungu kwa hiki kipindi watu waweze kuelewa, jamani, msichukulie masiala utumiaji wa surfet. Kama utaki boya la kuogelea basi njoo na life jacket ili mchezo wa maji uwe mzuri. Haya, kwa viongozi ambao wanatusimamia ikiwemo serikali na viongozi wa beach hapa, ungetamani changamoto gani hasa iboreshwe katika mazingira haya ya kazi ambayo tunafanya? Kwa kweli labda mimi naweza nikasema kwamba Coco Beach, naongelea Coco Beach. Sisi kama kikosi cha uokoaji tungependa sana serikali ingeweza basi kutufinance, tungepata hata jet ski hata 4 ndani ya kikosi cha uokoaji. Tungepata hata yacht. Utaelezea pia na changamoto ambazo kuhusiana na biashara ambayo uko nayo. Changamoto ya biashara yangu mimi ni ndogo sana. Changamoto ya biashara yangu mimi bado, changamoto yangu mimi ni watu wasiotaka kutumia maboya ya kuogelea. Hilo ndio changamoto yangu mimi kubwa, kwa sababu wanalipa shida. Kwenye nguo huku changamoto yao ni fursa kwako. Kwenye nguo changamoto yao ni fursa kwangu, kwa sababu akiondoka nayo anaenda kumtangazia mwenzake, wanakuja wengi. Alikuja mmoja, watakuja 5 kuchukua nguo. Kwa hiyo changamoto yangu kubwa sana mimi nalia na watu wasiotaka kutumia vifaa vya kwenye maji. Haya, kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, naye pia labda akatamani kashawishika, anatamani kuja naye kujiunga katika biashara hii hapa Coco Beach, unamshauri nini hasa, ama kipi ambacho unaweza ukampa kama starting point ya kuanzia? Kwanza mimi nawashauri wengi kujiunga ndani ya kikosi cha uokoaji kwa ajili pia ya kuzidisha namba ya watu kubwa ambao inatoa msaada ndani ya fukwe zetu. Kwa hiyo labda kusema namna gani ya kuweza kutufikia kikosi cha uokoaji, mimi ningekushauri ungeanzia pale jengo la Usimen kupata certificate ya diving, basi ukaje kikosi cha uokoaji, tutakupokea vizuri sana. Kuna utaratibu na gharama za kujiunga na chama. Baada ya kutoka hapo kija utakutana karibu Coco Beach kwenye kikosi cha uokoaji, utakutana na taratibu zetu. Haya, kwa jina la biashara ama yule ambaye atahitaji kutangaza zaidi, hii ni fursa pia kutangaza biashara yako. Unaweza ukaelezea biashara ulizokuwa nazo, mawasiliano, lakini pia tunakupata kwa jina gani hasa na maeneo gani zaidi ambapo mtu akifika ataelekezwa kwa urahisi? Jamani, ndugu zangu wa Tanzania na mataifa tofauti tofauti, ningependa niwakaribishe Coco Beach. Nipo karibu na Testimi upande wa Slay Miogo maarufu kama Radoch. Naitwa Beach Boy Spider, utanikuta Instagram Beach Boy Spider, WhatsApp Beach Boy Spider, I mean Facebook and TikTok. TikTok ya maarufu kama Beach Boy Spider. Jamani, ukifika Coco Beach
ukisema Beach Boy Spider kokote kwenye area yote utakuwepo, watakulocate unifikie. Kabla hatujafunga kipindi, nimekumbuka hapa, Beach Boy Spider ni jina lako ama ni ile tu la kazi? Ni jina la kazi ambalo nilipewa na Waitaliano kwa sababu miaka mingi sana niko beach. Ni jina ambalo limetake over, hata jina langu limekuwa likifahamiki kwa sababu ukinitafuta kwa jina langu nipate eti labda kwa vyeti, lakini kwa Beach Boy Spider mbio. Kwa upande wa elimu pia, huku umeishara ngapi kwa wale ambao wengine wanakutazama? Yupo ambaye mwenye degree lakini anaona kwake haina manufaa, lakini kwa upande wako wa elimu labda unaweza ukatupa pia hata kwa uchache tu safari ya elimu mpaka hapa pia. Upo ambaye anaweza akapata funzo kutoka kwako? Nilitokea primary school, nikaenda high school, nikaenda certificate Songea kusoma procurement certificate pamoja na diploma. Nikatoka hapo nikarudi mtaani, nikawa sina mwelekeo mzuri, lakini nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana uogeleaji. Kwa hiyo nikachumia muda wangu ambao niko plain kwenda kusoma certificate ya diver. Ndio ni address kwenye course ya uokoaji kama ndio muongozo kwangu. Once nimefika course ya uokoaji, once nimekuwa Beach Boy Spider ambao nakaribisha leo hii Coco Beach. Kwa hiyo tukiachana na yale elimu ambazo tunazipata vyuo na sekondari, tunaweza pia tukajitafutia fursa kupitia hizi ajira nyingine na vitu ambavyo tunavipenda. Karibu sana tena kwenye course ya uokoaji, hakika utafanya maisha yawe rahisi kwa sababu ni biashara ambazo zimejikita na utalii. Haya mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, naona nikuage ambapo hapa nilikuwa na Beach Boy Spider kutokea hapa Matata, Dar es Salaam. Hakuna matata kama alivyonisapoti. Mimi ni Zaituni J Msigala. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Jahazi TV. Sisi tunakwambia safiri nasi na tutakutembeza sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali na vitu adhimu vya kipekee vinavyopatikana hapa duniani. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Nyuma ya kamera ni Abdul Hamid Isa, ni kuache na mimi niendelee kupata burudani mbalimbali kutokea hapa Coco Beach, ikiwemo nikaenjoy na hili boya kwa ajili ya kuswim pamoja na kupata burudani nyingine katika maji. Kwa heri. Jahazi TV.